Serikali imesema kamwe haitamvumilia mtu ama kikundi chochote cha watu kitakachojihusisha na uvunjifu wa amani wakati wa uchaguzi mkuu na baada ya uchaguzi huo wa madiwani wa bunge na rais. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Daniel Silo katika viwanja vya bunge wakati akizungumza na George Marato TV na kusema kila Mtanzania ana wajibu wa kulinda amani iliyopo. Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria na viko vyombo ambavyo vimekabidhiwa jukumu la kuhakikisha kusimamia ulinzi na usalama wa taifa letu. Kwa hiyo kama wizara tuko makini, tuko imara, vyombo vyetu viko imara kuhakikisha kwamba amani inatawala wakati wote huu, sasa, wakati na baada ya uchaguzi. Hatuna mashaka na hilo. Tumejipanga vizuri sana. Vyombo vyetu viko imara. Itoe wito kwa Tanzania kila mmoja ajue thamani ya amani iliyopo. Kila mmoja ailinde amani iliyopo ili nchi yetu iendelee kuwa na amani wakati na baada ya uchaguzi. Kuhusu utekelezaji wa ilani ya CCM, Mheshimiwa Silo ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Babati Vijijini amezungumzia jinsi CCM ilivyotekeleza ilani hiyo jimboni humo. Dr. Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake miaka 10 amefanya mambo kubwa sana jimbo la Babati Vijijini. Upande wa afya, Mheshimiwa Rais ametujengea vituo vya afya 6 vya kisasa kabisa, na pia pamoja na ujenzi wa vituo vya afya zahanati zaidi ya 11, kila zahanati imetoa shilingi milioni 50. Lakini pia tulikuwa tuna magari ya kubebea wagonjwa. Leo tunazungumza tuna magari 3 ya kubebea wagonjwa na gari moja kwa ajili ya uratibu wa shughuli za afya katika jimbo la Babati Vijijini. Lakini pia ujenzi wa hospitali ya halmashauri ambayo imegharimu takriban shilingi bilioni 3.2. Upande wa maji kuna miradi mingi sana maji ambayo imetekelezwa katika uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Wananchi wengi wanashukuru sana kwa sababu kuna changamoto ya moto ya maji, lakini kuhakikisha mpaka sasa kata nyingi na vijiji vingi vimepata maji safi na salama. Kwa ile dhamira ya kufikia 85% kwa vijiji, nadhani kwa vijiji tunakokwenda tunafika asilimia hiyo 85. Lakini upande wa elimu, Mheshimiwa Rais ametujengea madarasa yasiyopungua 185 ya shule za sekondari, ujenzi wa shule mpya za sekondari 4 na moja kabisa shule kubwa ya sayansi ya wavulana iko pia kwenye jimbo langu la Babati Vijijini, shule inaitwa Manyara Boys, shule ya sayansi. Lakini pia upande wa barabara na miundombinu mingine, kwa kweli kazi kubwa imefanyika, ujenzi wa mabarabara kwa viwango vya lami, ujenzi wa barabara za kawaida changarawe, lakini pia ujenzi wa madaraja mbalimbali ambayo yamekuwa kero kwa muda mrefu, kwa kweli imekamilika sasa na hali inakwenda kuwa nzuri. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Tarime mjini Mheshimiwa Michael Kembaki amesema miaka 4 ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan umewezesha kuondoa changamoto mbalimbali katika jimbo hilo kwa zaidi ya 80% hivi sasa. Kwamba katika jimbo letu la Tarime mjini tulikuwa na changamoto wakati naomba kura 2015. Na changamoto hizo zilikuwa ni soko, barabara, umeme pamoja na dampo ambalo liko katikati ya mji. Lakini pia tulikuwa na changamoto upande wa elimu na afya. Na mpaka sasa tunavyozungumza tumetimiza hadi na tumetatua changamoto hizo kwa 80%, ambapo mpaka sasa soko limekamilika, barabara zimelimwa na nyingi zimezibuliwa na zile ambazo zilikuwa sugu zimeweza kurekebishwa. Na lakini kwa upande wa elimu, shule nyingi zimejengwa, ambapo shule zimejengwa karibu na wananchi zaidi na sekondari zimeongezeka. Lakini pia upande wa afya tulikuwa na hospitali moja ya wilaya pamoja na kituo kimoja afya na zahanati 4. Lakini mpaka tunavyozungumza kila kata inayo zahanati ambayo imejengwa. Kwa hivyo huduma ya afya imesogea kwa wananchi. Lakini pia maji, tulikuwa na tatizo la maji. Tumepata mradi mkubwa kabisa kutoka Ziwa Victoria ambao umegharimu zaidi ya shilingi milioni 134, ambapo ilikuwa ni changamoto sana. Lakini mpaka sasa mradi huu hujakamilika, serikali imetoa fedha, tumeweza kuchimba visima. Tumechimba kisima cha Chomete, Gimenya pamoja na ile Itununo ambayo mpaka sasa asilimia ya wanatarime 60% wanaweza kupata maji safi na salama. Na mradi huu utakapokamilika, naamini kwamba 100% ya wanatarime watapata maji safi na salama. Naye mbunge wa jimbo la Ileje mkoani Songwe Mheshimiwa Godfrey Kasekenya ametaja mafanikio makubwa ya maendeleo ambayo yamepatikana katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Niliyofanya mimi katika jimbo la Ileje
Nadhani yamefanyika kwa sababu mama ameruhusu yafanyike. Kwa hiyo kuyatenganisha hayapo. Kwa hiyo alichofanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndio hicho ambacho mimi nimekifanya katika jimbo la Ileje. Ileje tumefanya mambo mengi sana, na mimi kama mbunge lazima kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu katika mambo mengi ambayo yalikuwa kwenye utaratibu wa kutekelezwa yametekelezwa, na yako maeneo ambayo mimi nasema naamini kama nimefikisha 100%, mengine pengine nimezidi 100%, na kama hajafika basi hakuna ambayo yako chini ya 90%. Nikianza na sekta, nimesema sekta za huduma za jamii. Naweza nikaanza na maji. Katika Tanzania Ileje nadhani kati ya wilaya 10 unazikuta ambazo zina upatikanaji wa maji kwa 1% kubwa. Na kizuri ni kwamba pia katika upatikanaji wa maji huo katika wilaya ya Ileje, ukweli ni kwamba hakuna mradi ambao tunatumia nishati, ni maji yote ya msereko. Tuna maeneo mawili ya minuko na bondeni, kwa hiyo maji mengi, tuna mito mingi, kwa hiyo tumetega maji ambayo mengi yanakwenda kwa njia ya msereko. Miaka hii minne ya Mama Samia, hali ya kule majimboni kwetu ni nzuri sana, hasa kwenye umaliziaji wa maeneo yote, maeneo ya afya ambako zahanati karibu zote zimekamilika. Shule karibu tumefanya vizuri sana. Kwa maeneo yetu maji kutoka Ziwa Victoria tumepata, umeme maeneo mengi umefika. Kwa hiyo sidhani kama tuna kitu kikubwa sana. Tuna ujenzi wa barabara za lami ambao tulipata za Benki ya Dunia, tulipata stendi mpya pia Benki ya Dunia, tulipata soko. Kwa hiyo wastani maeneo mengi sana yamefika, hospitali kubwa ya wilaya ambayo na yenyewe imemalizika. Kwa hiyo kwa maendeleo ya kawaida ya jamii, kwa jamii nafikiri hatuna shida kubwa sana kulinganisha na maeneo mengine. Kwa hiyo kwangu ni pazuri, hakuna shida kubwa. GMTV Dodoma.